Watu wengi sana wanadhani ya kwamba ndoa za Kikristo ni vifungo, kwamba huwezi ukaacha na kuoa tena. Nisikilize kwa makini. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 31. Imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyemwacha azini. Angalia, anakemea habari ya talaka, lakini anaielezea ya kwamba isipokuwa kwa uasherati. Maana yake nini? Kama uko na mtu mwasherati, huyo mtu una uwezo wa kuachana naye na haufungiki. Yaani umeolewa na mtu ama umemuoa mtu, lakini bado ana mambo mengi kweli kweli. Akipita ex wake yuko naye, mara leo yuko hivi, yani hana utulivu, ni uasherati ule. Biblia inasema hivi, haufungiki. Achana naye, njoo pata mtu wako mzuri mwingine. Mapema sana asubuhi tunafunga ndoa, imeisha hiyo. Kwa sababu gani? Ndio Biblia inavyosema. Hakuna kile kifungu ambacho Biblia inasema ya kwamba ile mpaka kifo kitutenganishe basi ndio pekee kinachosimamiwa. Hapana. Kwenye maandiko kuna mahali, sehemu nyingi ambazo zinasimamia ya kwamba hata kama mko hai, mna uwezo wa kumalizana na uwe ukaanzisha maisha yako mengine, na ukifa unaenda mbinguni na ni mtakatifu. Angalia, tuangalie Paulo anasema nini kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 15. Anasema hivi, lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Yaani ishu za kiimani, mtu anakuja umeokoka na kuambia mimi sitaki wokovu wako kuanzia leo, kama vipi basi naondoka. Biblia inasema mwacha ondoke. Uendelea kumshika Yesu wako, mwacha ondoke. Ukitaka kuolewa ama kuoa tena, hufungiki. Unafunga ndoa vizuri kabisa, unaburuza shera lako kule na uko salama. Kwa hiyo kuna taratibu fulani hivi ambazo za kimapokeo zimefanya kuona kama ndoa ya Kikristo hainaga option. Yani ukiingia umeingia. Sasa nikupe tu story moja. Kuna ndoa moja nilifungisha, alafu bibi kaondoka, kaenda huko Morogoro, kakaa muda mrefu, karudi na mtoto. Yani kwa mahesabu yote ya kisayansi na ya kiroho yanaonyesha kwamba yule mtoto, yani kwa muda walioachana na umri wa mtoto na muda walioachana, yule mtoto ametokea kwa baba mwingine. Unafanyaje? Ni vizuri, jibu ni jepesi sana. Unamwita, unaibreak hiyo ndoa, unafuata taratibu zote za utaratibu unaotakiwa kufuatwa. Mtu hafungiki, ana uwezo wa kuendelea na ndoa yake nyingine vizuri, na ni Mkristo. Kwa hiyo ile dhana ya kwamba ndoa ya Kikristo haina option si kweli. Na kuna vitu vingi ambavyo pia kwa mimi huwa naviangalia, ambavyo vinatokana na mambo mengi ambayo naweza nikaivunja hiyo ndoa na mtu akawa yuko salama kuendelea. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo ni vya kibiblia, sio vitu ambavyo Pastor Miamba anaamua. No. Ni tafsiri sahihi ya Biblia. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Amen.